Yesu, pokea heshima na utukufu na utukufu. Yesu, pokea heshima na utukufu milele. O Yesu, pokea heshima na utukufu na utukufu. Yesu, pokea heshima na utukufu milele. Yesu, pokea heshima na utukufu na utukufu. Yesu, pokea heshima na utukufu milele. Oh, Yesu, pokea heshima na utukufu na utukufu. Yesu, pokea heshima na utukufu milele. Yesu, pokea heshima na utukufu na utukufu. Yesu, pokea heshima na utukufu milele. Ubarikiwe sana Yesu Kristo mahali popote ulipo. Nikualike tena katika ibada yetu ya siku ya leo. Na leo tuko na Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2. Ni jana tulikuwa tumeuangazia mstari wa 1, lakini leo tuko na mstari wa 2 wa kitabu cha Mwanzo. So kama ulikosa kipindi cha jana, unaweza kaenda YouTube ukatafuta na Be Great, utaikuta pale kipindi chetu cha jana. Na Be Great utakipata pale, lakini leo tunaenda kipindi chetu cha pili ambacho ni Mwanzo 1 mstari wa 2. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Haleluya. Basi nataka niombe alafu tuende moja katika somo letu la siku ya leo. Yakienda ndivyo sivyo, unafanyaje? Yakienda ndivyo sivyo, utafanyaje? Okay, ngoja tuende tuombe kwanza alafu tutaendelea. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Baba nabariki jina lako na litukuza. Wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa sababu ya siku ya leo tena tuko mahali hapa kwa ajili ya kujifunza kutoka kwako, maana wewe ndio mwalimu mwema. Umetuambia kwamba jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Baba tuko usiku huu Baba tupate kujifunza kwako Mungu, kwa kuwa wewe ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, katika jina la Yesu Kristo, ili tupate kupata raha nafsini mwetu. Baba, nafsi zetu zinachoshwa kwa mambo mbalimbali na mapito ya dunia hii, lakini raha nafsini mwetu
Baba umesema tutaipata ikiwa tutakubali kujifunza kutoka kwako, ikiwa tutakubali kujitia nila yako na kujifunza kutoka kwako. Usiku Baba tuko kwa ajili ya kujitia nila yako na kujifunza kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu, via sasa kipindi hiki uwepo wako na nguvu zako zikafunike mahali hapa, na Mungu katufunulia hata masikio yetu ya ndani yapate kuelewa na haya maandiko, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Na utukufu milele. Oh God. So nataka tuangazie leo mambo yakienda ndivyo sivyo. Yes, mambo yakienda ndivyo sivyo. Unafanyaje ikiwa ulikuwa na mpango huu alafu ikawa mpango huu, ulikuwa na mpango kufikia mwaka huu utakuwa na maisha ya kiwango hiki, lakini ndio kwanza ulipanga kwamba utakuwa unaishi kwako, ndio kwanza hata ila ya kodi ya nyumba ni tatizo. Ulipanga kwamba utakuwa umeolewa, ndio kwanza hata yule mchumba ambaye ulikuwa unafikiria alikuwa amekuahidi naye katoroka. Ulipanga mambo yatakuwa hivi, lakini yakaenda vile. Ulipanga utapata kazi, lakini hujapata. Ulipanga sometime Mungu alikuotesha katika ndoto, labda ulikuwa na uhakika, ulipewa unabii kwamba hivi ndivyo itakavyokuwa. Ulisoma neno ukaliamini kwamba hivi ndivyo itakavyokuwa, lakini matokeo yake hayajawa vile ya ambavyo ulikuwa umetegemea. Ufanye nini katika wakati kama huo? Mwanzo 1 mstari wa 2 leo inakwenda kutupa jibu. Jibu limedondoshwa hapo. Mungu ni mwaminifu kiasi kwamba asingetaka wewe uingie katika hali kama hiyo by surprise. Kwa surprise tu ukajikuta umeshatumbukia. No, ni mwaminifu na uaminifu wake haukumruhusu yeye kufanya hivyo. Kwa uaminifu wake mwenyewe aliamua, aliona vema adondoshe jibu lake hapo. Kwa hiyo jibu lipo kabla ya tatizo. Yaani Mungu ni mwaminifu kiasi kwamba kabla ya utasa haujaja tayari nguvu za kuondoa utasa zilikuwa zimeshafika. Kabla umaskini haujaja tayari alikuwa ameshaweka agano la utajiri. Kwa maneno mengine, umaskini ni too late. Umechelewa sana. Kwa neno la Mungu nasema nini? Ufunuo 13 mstari wa 8 anasema Kristo aliyechinjwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Na tunafahamu alichinjwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu, lakini dhambi zilikuja baadaye. Siku zote Mungu yuko mbele ya muda. Haleluya. Mungu yuko mbele ya muda. Ni vile tu wewe haujakaa utulie ukaona jinsi ambavyo alishaandaa mambo yake. Yaani Mungu hakuna kitu kinachompata by surprise. Kwa kumishangaza kwamba namna gani tena mimi wapi, wewe sio Mungu, wewe sio Mungu. Siku zote Mungu yuko mbele ya muda. Kwa katika Mwanzo 1 mstari wa 2 Mungu alienda mbele ya muda kuhakikisha kwamba utakapokutana na kitu by surprise, mambo yakaenda ndivyo sivyo, tayari jibu lake lipo, tayari jibu lake lipo. Unajua nini? Hicho ni chanzo cha watu wengi kuvunjika moyo. Watu wengi wamevunjika moyo kwa sababu mambo yamewaendea ndivyo sivyo. Walikuwa na matumaini makubwa sana na uwekezaji wao. Walikuwa na matumaini makubwa sana na mchumba wake. Walikuwa na matumaini makubwa sana na mke wake. Walikuwa na matumaini makubwa sana na mume wake. Sahihi kabisa kumwamini mume wako, sahihi kabisa kumwamini mke wako. Lakini ikiwa mambo yameenda ndivyo sivyo, je, ufanyaje? Ingekuwa inashangaza kwamba eti Mungu mpaka wewe unakuja unakutana na mambo ambayo yanaenda ndivyo sivyo, halafu eti ndio anaanza kukurupuka kuhangaika nini cha kufanya. No, jibu alishalitoa kipindi hicho nyuma sana. Jibu hili lilikuwa limeshatoka. So leo tuko hapa kwa ajili ya kuliangazia jibu. Lakini usipojua jibu la swali kama hili utakutana na stress. Yes, msongo wa mawazo. Utashindwa kula, ujue. Utashindwa kula kwa sababu tu umekutana na mambo ambayo yameenda ndivyo sivyo. Utashindwa kula, utashindwa kula kabisa, na usipoangalia utapata mpaka vidonda vya tumbo kwa sababu kuna mambo yameenda ndivyo sivyo. Utapata mapresha, ujue. Kwa sababu kuna mambo yameenda ndivyo. Hebu tukae hapa kabla tujawa wateja wa pressure, wateja wa msongo wa mawazo, wateja wa vidonda vya tumbo. Hebu tukae hapa kwanza. Vile mambo vinasababishwa na mambo yaliyoenda ndivyo sivyo, tunaweza tukaviepuka ikiwa tu tutakubali, tukawa wanyenyekevu, tujifunze kile Mungu anataka kusema kupitia Mwanzo 1 mstari wa 2. Haleluya. Lakini pia tutaepuka kukata tamaa. Yes, kukata tamaa. Utakuwa unaacha hiki, unaanza hiki, unaacha, unakata tamaa hiki, unaanza hiki, unakata tamaa hiki, unaanza hiki, unakata tamaa hiki, ukizani kwamba kuna project yoyote ambayo pengine yenyewe haitawahi kukutana na mambo yakaenda ndivyo sivyo.
Sidhani. Amna. Amna. Kila kitu ambacho utakutana nacho hapa duniani, anyway, utanielewa hapo mbele. Lakini kabla bado pia haujajidhulu, wengine nadhani umesikia kwamba kuna watu wamefanyaje, wamejiua. Yes, wamejiua. Kuna watu wamejiua kabisa, wamejitupa gorofani wakajiua. Kuna watu wakanywa sumu wakajiua. Ukimfuatilia barua ya maandishi aliyoiacha ni kwamba mambo yalienda ndivyo sivyo. Sasa swali ni kwamba hilo ndio jibu lake? No, hapana. Jibu lake ni nini? Jibu lake ni Mwanzo 1:2. Hicho kisima kinachoitwa Mwanzo 1:2, ukichota maji kutoka kwenye hicho kisima, basi utakutana na jibu ambalo linakufaa kabisa katika usiku wa leo. Twende moja kwa moja. Oh, hallelujah. Thank you Jesus. Kwa nini mambo yanaweza kwenda ndivyo sivyo? Kuna sababu mbili ambazo zinaweza zikasababisha kwamba mipango yako ya biashara, japokuwa uliipanga katika ukamilifu wake, isitimie. Kuna sababu mbili ambazo zinasababisha mipango yako ya uchumba, japokuwa uliipanga ndivyo sivyo, uliipanga kwa ukamilifu kabisa, isiende vile, hata kama itatimia, lakini okay, au isitimie kabisa. Mipango yako ya kupata kazi, umesoma vizuri kabisa, kipindi unasoma hii ndo ajira ilikuwa kwenye soko, lakini kuna sababu mbili ambazo zinaweza kusababisha isitimie. Unajua, namba moja, tunaishi kwenye dunia iliyoanguka. Sababu ya msingi sana, tunaishi kwenye dunia iliyoanguka. Sawa? Tangu Adamu na Hawa walipotenda dhambi, tunaishi katika dunia iliyoanguka. Kwa hiyo kama tunaishi katika dunia iliyoanguka, utendaji kazi wetu kwa namna moja ama nyingine unaweza ukawa sio wewe wala sio nani, ila ni dunia iliyoanguka, dunia iliyonajisika. Hii ni dunia ambayo imeshapokea damu za watu wasio na hatia. Hii ardhi unayoikanyaga imeshakunywa damu za watu wasio na hatia. Walikufa kwa kupigwa risasi, walikufa kwa kuchomwa moto, walikufa kwa kuwekewa sumu. Damu za watu wasio na hatia zipo katika ardhi hii. Kwa hiyo tunaishi katika dunia iliyoanguka. Kitendo cha kwamba tunaishi katika dunia iliyoanguka kinatoa mwanya wa mambo kutokwenda katika ukamilifu wake. Fikiria kwamba kuna barabara ya lami. Umeenda barabara ya lami ukitegemea kwamba ni barabara ya lami tu mpaka mwisho, lakini kumbe hapo katikati bwana wamebomoa barabara ya lami. Sasa hapo wako wanatengeneza. Kwa hiyo ninyi na magari yenu mtatakiwa mkatishe kushoto, muende sehemu, mpite kwenye barabara ya mavumbi. So kule kwenye barabara ya vumbi lolote laweza kutokea, kutegemea na hiyo barabara ya vumbi ina hali gani. Kama gari lako liko namna fulani, linaweza hata likaharibika ujue. Lakini kwa vyote vile uwezekano kwamba utafika kwa muda ule ule uliokusudia, ukiwa na hali ile ile uliokusudia, pengine isiwe hivyo. Sawa? Pengine isiwe hivyo. Kwa nini? Kwa sababu unapita katika barabara iliyoharibika. Kwa hiyo tunaishi, ndugu zangu, katika dunia iliyoanguka. Kwa hiyo tutegemee mambo pengine yanaweza yakawa tofauti. Lakini namba mbili, tunaishi na watu ambao sio wa kuaminika. Tunaishi na watu ambao wanaweza kubadilika. Yes, wanaweza kubadilika. Mtu yoyote yule ambaye yuko mbele yako anaweza kubadilika. Yuko chini ya sheria ya mabadiliko. Mtu yoyote yule ambaye unamwona yuko hapa duniani, awe ni mchumba wako, ni mme wako, ni mfanyabiashara mwenzio, ni mtumishi wako, ni nani, yuko chini ya sheria ya mabadiliko. Sasa hiyo sheria ya mabadiliko itategemea, inaweza ikamtoa kuzuri ikampeleka kubaya, au ikamtoa kubaya ikampeleka kuzuri. Itategemea na yeye mwenyewe, lakini itategemea na nyewe katika kumuombea, na katika mazingira yataamua. Lakini uhakika wa mambo ni kwamba hataendelea kuwa vile alivyokuwa. Okay. Lakini kitu kingine ambacho nataka ukiongezee kama point hapo, kwa nini tutegemee mambo yanaweza akawa ndivyo sivyo, ni kwa sababu hata Mungu mwenyewe yaliwahi kwenda ndivyo sivyo kwa upande wake. Sasa hapo ndipo tunapoanza somo. Are you there? Tuko pamoja mpaka pale? Mkono namna hii. Hapo ndipo tunapoanza somo letu, kwamba hata Mungu mwenyewe mambo yaliwahi kumwendea ndivyo sivyo. Sidhani kwamba
ilikuwa ni no, yalienda ndivyo sivyo. Sasa kwa unyenyekevu wote niseme ndivyo ilivyokuwa. Mambo hayakwenda kama vile Biblia inasema nini? Mungu alijuta kwa kuwa amemfanya mwanadamu. Katika Mwanzo sura ya 6 Mungu akajuta, Mungu akaghaili kwa kuwa amemfanya mwanadamu. Kwa nini? Halikuwa kusudi lake Mungu. Mungu alimwambia nini Sauli? Alimwambia, nilipanga kwamba ufalme wako utakuwa ufalme wa milele, lakini sasa nimeutoa, nimempa ndugu yako. Kwa nini? Kama Mungu alipanga, maana yake mambo hayakwenda ndivyo yalivyopangwa kwa Mungu mwenyewe. Sasa kama Mungu mambo yalimuendea ndivyo sivyo, ninakushangaa wewe ambaye unashindwa kula kisa mambo yameenda sivyo sivyo. Lakini sikushangai, maana na mimi naelewa na mimi. Lakini kama Mungu hayakumuendea vile alivyokuwa ameyakusudia, vile alivyokuwa ameyapanga, wewe ni nani umekuwa na makusudio makubwa namna hii? Pengine hekima ndogo ndio kwenye hekima kubwa itumike sasa katika kupunguza matarajio, kwa sababu wakati Mungu yanatokea mambo haya, nikukumbushe kitu kimoja. Mungu alikuwa haishi kwenye dunia iliyoanguka. Sawa? Namba 2, Mungu alikuwa hamwamini mtu yeyote, kwa sababu yeye ni Mungu wa kuaminiwa, sio wa kuamini. Lakini pamoja na hayo, mambo hayakumuendea kama yalivyopangwa. Watu wa kizazi cha Nuhu wakaamua tu kumuasi Mungu. Hata wewe hapo unaweza ukaamua tu. Ni kweli utasema Mungu ametoa hiari. Yes, ametoa hiari kwa sababu Mungu anataka achaguliwe, hataki alazimishe. Anataka afanyeje? Achaguliwe, hataki kulazimisha. Anyway, kwa hivyo kama Mungu mambo yaliwahi kumwendea hivyo, nachotaka ni tukijue hapo ni kwamba yeye alifanyaje? Yesu akatuambia mjifunze kwangu. Sawa? Mjifunze kwangu. Umeshajifunza kwa wanasiasa na wenyewe wamechemka. Tukitaka tujifunze kwa wanamuziki wamechemka. Kazi zao ni kutupa umaarifu, lakini yeye Mungu alifanyeje? Yeye alipoingia katika kipindi kama hicho alifanyeje? Lakini kabla sijaenda kwenye Mungu alifanyeje, nikukumbushe kitu kimoja kwamba sio lazima ikawa ni uzembe. Of course uzembe unaweza kusababisha mambo yakaenda ndivyo sivyo. Uzembe mbaya unaweza kusababisha mambo yakaenda ndivyo sivyo, lakini haina maana kwamba kila mara mambo yanapoenda ndivyo sivyo basi ni uzembe wako. No. Unaweza ukaenda kwa juhudi zote kabisa, ukajitahidi kunyosha, alafu katika kuendelea kunyosha yakaendelea kwenda ndivyo sivyo. Ukajitahidi kusimama na haki, lakini ikaendelea kufanyaje? Kuharibika. Kwa sio lazima ikawa ni uzembe, ila uzembe unaweza kusababisha. Lakini sio lazima ikawa kwamba wewe huombi Mungu. Sawa? Sio lazima ikawa kwamba wewe huombi Mungu. Japokuwa kama wewe huombi Mungu, sio mtu wa maombi, basi umetoa mwanya mkubwa sana wa mambo yakaenda ndivyo sivyo. Lakini namaanisha unaweza kuwa mwana maombi mzuri sana na bado mambo yakaenda ndivyo sivyo. Okay? Lakini sio lazima ukawa ni mtu ambaye ufunge. Unaweza kuwa unafunga vizuri sana na mambo bado yakaenda ndivyo sivyo. Japokuwa kama wewe sio mtu wa kufunga na kuomba, basi umetoa nafasi kubwa kwa shetani akayaingilia mambo yako na kuyafanya yakaenda ndivyo sivyo. Lakini ikawa sio lazima pia ukawa huwa utoi sadaka. Sawa? Japokuwa kama huwa utoi sadaka, basi pia umetoa mwanya mkubwa sana kwa vitu vikaenda ndivyo sivyo, kwa sababu wewe haupandi. Kwa nini uvune sasa? Lakini sio lazima. Unaweza kuwa mtoaji mzuri na bado mambo yakakwendea ndivyo sivyo. Lakini haina maana kwamba umetenda dhambi. Oh, haleluya. Haina maana kwamba umetenda dhambi. Siku moja Yesu aliulizwa akasema hivi, Bwana, Yohana 9 pale, ni nani aliyetenda dhambi? Swali limeenda direct, kwanza najibu. Ni nani aliyetenda, sio aliyefanya nini. Aliyetenda dhambi washajibu, ila wanamtaka huyo aliyetoa ili jibu la kutenda dhambi. Mpaka mtu huyu azaliwe kipofu? Ni nani aliyetenda dhambi mpaka mtu huyu azaliwe kipofu? Yesu akasemaje? Siye yeye aliyetenda dhambi, wala sio wazazi wake. Najua nisikishie hapo mtajiongeza kwamba huyu ni wazazi wake. Hapana. Wala sio wazazi wake waliotenda dhambi mpaka mtu huyu akazaliwa kipofu. Kumbe kulikoni? Kazi za Mungu zidhihirike. Zipi? Wengine wanaishiaga tu kazi za Mungu zidhihirike. Zipi? Kazi za Mungu ni kuponya, sio kuleta magonjwa.
Kwa usije ukasema kazi za Mungu zidhihirike basi Mungu ndo alileta ule upofu. We. No. Anyway, tuendelee. Kwa hiyo sio lazima ikawa ni dhambi yako binafsi au ya mtu fulani ndio imesababisha. No. Wakati mwingine katika ukamilifu wako unakutana na majaribu. Kwani umesahau habari za Ayubu? Ni katika ukamilifu wake alikutana na majaribu na visanga vizito vya kimaisha. Biblia inasema nini katika Mathayo sura ya 4? Kwamba Yesu akiwa amefunga aliongozwa na roho nyikani. Oh my God. Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Wow. Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani. Haikuwa yeye kama yeye kwa akili zake, no. Aliongozwa na roho nyikani kama ambavyo wewe unaweza kujikuta unaongozwa na roho. Sijui bado unaongozwa na roho au bado unajiongoza vyovyote vile, lakini aliongozwa na roho nyikani. Sio kwenda tu kuomba. Kuomba ulikuwa ni uchaguzi. Biblia inasema mstari wa 2, akafunga siku 40. Hakuongozwa na roho kufunga siku 40. Sawa, hapa kwenye kufunga tunaambiwa akafunga. Hii sentensi imeanza upya kujitegemea. Ila Yesu alichokifanya roho ni kumuongoza, akaongozwa, alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe, alafu akafunga. Kuna watu hapa wanasema kwamba mimi sijawahi kufunga tangia mwaka huu umeanza kwa sababu roho Mungu hajawahi kuniruhusu kufunga. We mvivu wewe. Mvivu. Kufunga, kwani roho Mungu leo alikuongoza uvae hizo nguo? Kwani roho Mungu leo alikuongoza kula chakula? Kwani roho Mungu wewe mvivu wewe mvivu. Akaongozwa na roho nyikani ili ajaribiwe, ila akafunga, akaomba yeye. Sawa? Kwa umeongozwa na roho kufanya kitu kingine, lakini akaongezea na yeye kitu ambacho unaona kitaboresha yale mambo ambayo kaongozwa na roho. Haleluya. Yes, ikiwa roho Mungu atakuongoza kwamba usifunge, hiyo sina kesi nayo, lakini naongelea ule uzembe ule ndio hautakiwi, ule uzembe hautakiwi, ule uzembe. Well, so akaongozwa na roho nyikani ili ajaribiwe. So kwa nini ajaribiwe? Ili ajaribiwe. Kwa hiyo unaweza kuongozwa na roho ili ujaribiwe. Sawa, unaweza kuongozwa na roho ili ukutane na kashkash. Unaweza kuongozwa na roho ili, kwa maneno mengine sasa, kama huwa ujaribiwi kabisa, kuna walakini mkubwa sana ukawa kwamba hauongozwi na roho. Sijasema hauna roho, nimesema hauongozwi na roho. Kwa sababu unaweza kuwa na roho ni jambo moja, lakini kuongozwa na roho ni jambo lingine. Kwa mfano, Yesu akiwa ameongozwa na roho, amepandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe, angeweza kuamua kwenda mjini, kwa sababu Biblia isemi kwamba alifungwa mikatale na miguu na mikono alafu akabulutwa mpaka nyikani kwenda kujaribiwa. No. Alipandishwa. Sawa? Kwa angeweza kutokuongozwa na roho, angeweza kutumia hiari yake asiongozwe na roho. Ni mambo mangapi ambayo roho amekuwa akikwambia lakini unayakwepa kwa sababu unahisi yatakuwa magumu kwako? Basi unakwepa kuongozwa na nini? Na roho ili kujaribiwa. So unaweza kuongozwa na roho ili kujaribiwa. Ndio point yangu nataka nikuonyeshe hapo. Lakini sio Yesu tu utasema huyo Yesu mwana wa Mungu huyo alikuwa mkamilifu. No. Biblia inasema nini katika Zaburi ya ngapi? Zaburi ya 105 mstari wa 19. Milele. 105 mstari wa 19. Yesu, pokea heshima na utukufu hata wakati wa kuwadia neno lake. Ahadi ya Bwana ilimjaribu. Mfalme alituma watu akamfungua, mkuu wa watu akamwachia. Anaongelea habari za nani? Za Yusufu. Hata wakati wa kuwadia neno lake. Alafu majaribu yanakuja hata wakati wa kuwadia. Yani my God. Listen. Hata wakati wa kuwadia. Siku zote yako mbali. Anaota ndoto, anafanya nini? Majaribu yako mbali. Wakati ulipowadia, majaribu yakaja.
alafu yakuja kwamba yanaondoka kesho. Yalidumu kwa miaka mingapi? 13. Mchezo ni 13 yako pale. Hapo ndio wakati umefanyaje? Umewadia. Kwa hiyo majaribu huwa yanakuja wakati wa mpenyo ukikaribia. Unapoona majaribu yameanza kuja, ujue wakati wa mpenyo sasa umekaribia. Usikubali ushawishi wa shetani wa kukutoa kwenye mstari wakati kama huo, kwa sababu majaribu, Biblia inatuambia kabisa, hata wakati wa kuwadia neno lake. Zaburi 105 mstari 19, ahadi ya Bwana ilimjaribu. Ahadi ya Bwana haiwajaribu watu walio mbali na wakati wao. No, inawajaribu watu walio karibu na wakati wao. Okay, kuna jaribu gani ambalo unalipitia sasa hivi? Kaza. Kwa sababu gani? Upo karibu. Ahadi ya Bwana ilimjaribu. Wakati gani? Wakuadia neno lake, manake ahadi yake, manake unabii wake, manake kile alichokuwa anakiamini, kile alichokuwa anakingoja kimekaribia sasa. Wakati wa kuadia, basi majaribu yamefanyaje? Yanatangulia. Basi hiyo ichukue tu. Tunaendelea, sio somo letu la leo, lakini ichukue tu, itakusaidia ukikutana nayo eti. Utajua kwamba sasa dalili ya kwamba uko kwenye njia sahihi ni pamoja na kujaribiwa. Lakini swala la msingi sio tu kujaribiwa, swala ni kwamba utafanyaje sasa wakati umejaribiwa na majaribu yako yamesababisha kwamba mambo yanaenda ndivyo sivyo. Tunaanza. Kwani tumeona hapo Mungu alijaribiwa. By the way, alijaribiwa, ila mambo yalimwendea ndivyo sivyo. Biblia haisemi alijaribiwa, inasema nayo nchi ilikuwa ukiwa na giza na utupu. Kwa si kusudi la Mungu, kwa sababu Mungu ni nuru, asingeumba kitu ambacho ni giza na utupu. Kwa nini aumbe kitu ambacho ni kwamba mambo yameenda ndivyo sivyo? Biblia inasema kwamba anguko la shetani lilitokea kati ya Mwanzo 1:1 na Mwanzo 1:2. Hapa katikati ndio palitokea anguko la nani? La shetani. Na anguko la shetani ndio likafanya mambo yakaenda ndivyo sivyo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu kuna wale wengine wanasema, upenda kujitetea, jamani nisamee, mimi ni mwanadamu sio malaika. Hata ungekuwa malaika ungekosea vile vile. Shetani alikuwa malaika na alichanganya mafaili. Sawa, wewe omba msamaha, jiombee kivyako, siwasingizie malaika. Mimi mwanadamu sio malaika. Malaika wenyewe wangekosea. Kwa hiyo unataka kutuambia nini? Acha bwana. Unajiteteaje hivyo kizembe? Unajiteteaje kizembe hivyo eti? Kizembe hivyo kweli ndio kujitetea hivyo? Acha kujitetea kizembe hivyo basi. Acha bwana. Okay. Kwani Mungu alifanyaje? Yeye binafsi alifanyaje alipoingia katika hiki kitu kinaitwa mambo yakienda ndivyo sivyo? Yeye alifanyaje? Narudi tena hapa katika Mwanzo 1 mstari wa 2. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, mambo yameenda ndivyo sivyo. Tena utupu, namba 2. Na 3, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Vitu vitatu vilikuwa kikwazo: ukiwa, utupu, giza. Okay? Mambo matatu yote kwa pamoja yameenda ndivyo sivyo. Wewe sijajua wewe yako mangapi ambayo kwa pamoja yote yameenda ndivyo sivyo. Pengine naona una matatu. Sivyo, hiki na hiki na hiki. Vitatu vyote vimeenda ndivyo sivyo. Ufanyaje? Sasa tunaanza sasa, yeye Mungu alifanyaje hapa? Alifanyaje Mungu? Alifanyaje? Namba 1. Tunaambiwa kwamba roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia. Okay. Roho ya Mungu ikafanyaje? Ikatulia, not kupanic. Biblia nyingine inasema ikaogelea. Tuone King James yangesemaje hapa. And the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Akawa akitembea juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo alichokifanya, kitu cha kwanza, hakukaa in action. Hakuacha, hakuzila. Sawa.
Kitu ambacho hakufanya, hakuzila, hakuacha kitu kiende kinavyotaka chenyewe. No, alienda akatafuta sehemu penye giza. Mambo yalipoharibika hapo hapo juu, kwa sababu hapo unaambiwa na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Kuna neno uso wa vilindi vya maji, na Roho ya Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Kwa pale pale palipokuwa na giza ndipo alipoenda akafanyaje? Akatulia pale pale kwenye matatizo. Sawa? Panic, hakuzila, hakuacha, hakukimbia matatizo. Ngoja kwanza. Mungu hakukimbia matatizo, alitatua matatizo. Huyo ndio Mungu. Huwa hakimbii matatizo, anatatua matatizo. Sawa? Hakuyakimbia. Ukiangalia zile silaha za kiroho kama zinavyoitwa katika Waefeso 6:10 pale unaambiwa vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushinda sijui damu pale. Kwa hiyo vaeni silaha zote. Yes, sasa zile silaha zimetajwa pale, na katika zile silaha kuna dili haki kifuani, kuna chepeo ya wokovu, kuna ngao ya imani, kuna sasa katika hizi zote silaha zilizotajwa pale, hakuna silaha hata moja ambayo imewekwa kana kwamba itaulinda mgongo. Hakuna silaha hata hii. Silaha zote zimewekwa kwa ajili ya hapa mbele. Kwa nini? Kwa sababu ni marufuku kumpa adui yako mgongo. Haujasikia? Nasema hivi, Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji pale pale kwenye matatizo. Hakuyakimbia matatizo. Sawa? Hakuyakimbia matatizo, ila alikabiliana nayo, akaenda akakaa pale pale, kwamba sasa nitakutatua ewe tatizo. Okay? Tofauti na wewe unawaza ukimbie, unawaza ujinyonge, unawaza ujiwe. Hakuna cha kujinyonga, hakuna cha kujiua, hakuna cha kuzila, hakuna cha kuacha kitu. Tutatulia hapa hapa mpaka jibu lipatikane. Hapa hapa, hapa hapa. God. Na Roho ya Mungu ilikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Hivi vilindi vya maji jamani, ndio tunavyoambiwa na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na Roho ya Mungu katulia juu ya maji hayo ambao katika vilindi vyake kulikuwa na giza, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Afu Roho ya Mungu akaenda kaka pale pale kwenye giza. Hakuna kukimbia tatizo, tutasolve. Haleluya. Tutaomba, tutakimia, tutaomba Mungu atatupatia hekima ya juu ya kushughulika nalo, lakini hatutakimbia tatizo hapa kwa jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu, punga mkono namna hii kama unaungana na mimi kwamba hatutakimbia tatizo kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Okay. So Roho Mungu sasa alikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho Mungu alikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo hakukimbia tatizo, badala yake alilifuata tatizo, alilifuatilia tatizo, akaenda akatulia juu ya lile tatizo. Yes. Alafu kitu kingine ninachotaka nikuonyesha hapo ni kwamba hili tatizo ambalo lilikuwa limetokea, hatujui liliharibu nini na nini, ila tunaambiwa kile kilichokuwa kimebakia. Sawa? Tunaambiwa tu Mungu aliziumba mbingu na nchi, na hiyo nchi ilikuwa ukiwa na giza na utupu. Kwa haya matatizo ndio ambayo Mungu alikuwa ameachiwa. Ambayo ni nini? Giza, ukiwa, tena utupu na giza. Haya ndio alikuwa ameachiwa. Sawa? Lakini kulikuwa na kitu kinaitwa vilindi vya maji. Hiki pia kilikuwa kimefanyaje? Kimebakishwa. Shetani waga sio mjeuri wa kuondoa kila kitu. Sawa? Hana nguvu hiyo. Hujanielewa. Nasema hivi, shetani hana nguvu ya kuondoa kila kitu, ila anaweza akakupa mtazamo kana kwamba ameondoa kila kitu, kwa sababu sio kila kitu kiko chini ya control yake. Hujanipata? Shetani vita yake kubwa anayotaka kufanya na wewe ni kukudanganya kwamba sasa hauna kitu chochote kilichobaki. Sasa wewe ni sifuri. Sasa wewe hamna kitu. Sasa wewe ni waovyo. Sasa hamna mtu wa kukuoa mtu kama wewe. Mtu kama utamuoa nani tena? Yaani wewe ndio basi. Maisha yako ndio yasharibika. Hiyo ndio ni mahubiri yake, lakini sio uwezo wake. Kuna mtu bado anielewi. Twende kwa Ayubu. Aliambiwa nini? Usimguse yeye. Hiyo ni kanuni inayotenda kazi, kwamba kuna vitu ambavyo haruhusiwi kuvigusa.
Hata alipoenda mara ya pili akaambia ngozi kwa ngozi nini, akasema basi utagusa ngozi yake, lakini roho yake hautafanyaje? Hautagusa. Okay? Kwa hiyo hakugusa kila kitu. Ni kanuni nyingine bado hajanielewa. Anyway, subiri. Twende kwa Elisha. Ufunuo Wafalme wa pili sura ya 4 pale. Yule mwanamke alimwendea Elisha akamwambia, unafahamu kwamba bwana wangu anadaiwa na aliyemwia amekuja kuchukua watoto. Elisha akamwambia nini? Una nini nyumbani kwako? That's what. Unajua nini? Sikiliza majibu ya yule mwanamke. Akamwambia hivi, Bwana, sina kitu ila chupa ya mafuta. Sina kitu. Alianza kwa kusema sina kitu. Nikana kwamba akasema sina kitu. Alafu akashtuka, no. Nina chupa ya mafuta. Yaani sina kitu ila. Kwa nini anaiweka sina kitu kwanza alafu ila? Nikana kwa sababu hana mategemeo makubwa na ile chupa ya nini? Ya mafuta. Hategemei mambo makubwa na ile chupa ya mafuta. Kwa hiyo ndio maana ameweka kwenye sina kitu ila. Lakini pamoja na kwamba huyu mama alikuwa na matatizo hayakufanikiwa kumuondolea kila kitu. Alibakisha hata chupa ya nini? Ya mafuta. Nisikilize, shetani anataka uwe na mtazamo kwamba ameondoa kila kitu, lakini hajaondoa kila kitu. Angalau amebakisha hata historia sasa. Unataka kuniambia shetani ameiba hadi historia? Sio kweli. Angalau amebakisha historia kwamba ulikuwaga hivi, sasa mambo yakaharibika. Zamani ulikuwaga hivi ila mambo yakaja yakaribika. Yaani angalau imebaki historia. Ile historia. Tunasimama juu ya roho wa Mungu akaenda kusimama juu ya yale maji, si ndio? Na sisi tutasimama juu ya ile historia mbap. Na tunasema kuanzia hapa ndipo mambo yatakapoanza kubadilika. Kuanzia hapa kwenye hii historia mbaya hii na ubaya wake ndiko mambo yatakapoanza kufanya kutunyookea hapa. Wapi tena? Wapi? Yaani nimesema hivi, ngoja nikubaliane nawe kwamba ameharibu kila kitu. Basi amebakisha historia, bado utabisha. Amebakisha historia kwamba zamani ulikuwa hivi, saizi uko hivi. Hata kama hakuna kilichowahi kubadilika tangia maisha yako ndio yako hivyo, basi hata una historia hata hiyo mbaya. Yaani nasema hivi, shetani hawezi kuondoa kila kitu kwa sababu shetani anadhibitiwa na muda. Ni Mungu ndio anaweza kuondoa kila kitu. Kwa sababu Mungu hadhibitiwi na muda. Kwa maneno mengine, Mungu, huu ni mwaka gani? 2026. Ndio. Mungu anaweza akaturudisha nyuma shwap 2025. Shwap 2000. Shwap 1002. Shwap mara tuko zero. Shwap mara dunia haipo. That is, huyo ni Mungu peke yake ndiye anaweza kufanya hivyo. Alafu akifanya hivyo unajua nini? Hata historia sasa itakuwa imefanyaje? Imefutika. Nani akusimulia kwamba kulikuwa na hiki na hiki? Hayupo. Lakini shetani hana jeuri hiyo. Angalau kuna kitu amekibakisha. Amebakisha hata historia basi. Kwamba na wewe ulikuwaga hivi lakini mambo yakaribika. Sasa tunasimama juu ya ile historia. Tunasema hapa. Kuanzia hapa mambo yanapinduka, yalikuwa yanaenda kuyataanza kwenda huku. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Sema katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Kuanzia hapa. Ni kweli kabisa. Kuna vitu aliviharibu shetani. Siku hapa kubishana naye kwamba hakuna alichoharibu. Kuna kitu alikiharibu. Lakini kuanzia hapa sikimbii, siondoki, hakuna kusalenda, hakuna kukata tamaa, hakuna kunywa sumu, hakuna kuzila. Hapa kuanzia hapa tunatangaza mabadiliko yanaanzia hapa katika jina la Yesu Kristo. Kama ambavyo Roho wa Mungu alisimama juu ya tatizo, alisimama pale kwenye giza ambalo lilikuwa limefunika yale maji, pale ndipo alipokuwa akitembea pale Roho wa Bwana. Nasema na mimi hakuna cha kuogopa, hakuna cha kusalenda, na mimi hapa ninabaki hapa, na kuanzia hapa majibu yanakwenda kuonekana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Yes, ndio maana ya kusema mtu yote akitaka kuja kwangu na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake. Kujitwika msalaba wake ni nini? Aje vile alivyo. Asiseme kwamba ningekuwa mwanaume ningeokoka, ningekuwa mwanaume ningemtumikia Mungu, ningekuwa mwanaume hapa beba msalaba wako huo wa mwanamke, mfuate Yesu. Jibu lipo. Vipi? Jibu lipo. Beba huo msalaba wako kwamba huna elimu. Beba huo msalaba wako kwamba huna mtaji. Mfuate Yesu hivyo. Amua kuishi maisha ya kimungu hivyo. Sawa?
Jibu lipo, jibu lipo. Hakuna haja ya kutafuta pesa za ufisadi za wizi ukaishi kwa mashaka. Jibu lipo. Now, twende. Sasa Roho Mungu alikuwa akifanya nini? Alikuwa akiogelea juu ya uso wa vilindi maji. Alikuwa akitembea. Biblia ya Kiingereza inasema, ya Kiswahili inasema alikuwa alitulia. Lakini vyote kwa vyote alikuwa active. Alikuwa anafanya kitu. Alikuwa hajazila. Alikuwa hajakaa kimya. No. Alikuwa anafanya kitu. Haleluya. Hakuna kuzila, tutafanya kitu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Okay, so mstari wa 3 tunaambiwa katika hali hiyo Mungu akasema. Akafungua kinywa chake sasa. Akasema baada ya kughailisha, kukata tamaa, baada ya kufanya juhudi zozote ambazo zilitaka awe inactive, asifanye chochote kama azile. Hakuna kuzila, hakuna kuacha, ila alifungua kinywa chake akasema. Oh my God. Akasema. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Namna vitu vya kiroho vinavyotenda kazi inabidi uvipokee kama vitu vya kiroho. Sijasema namna vilivyo, namna vinavyotenda kazi. Kwa maneno kwamba sio passive, sio vipo tu kujaza nafasi. No, vipo na vinatenda kazi, lakini inakubidi uvipokee kama vilivyo, uviamini, uvijue ndivyo vilivyo. Mungu akasema. Sizalau matendo. Lakini nataka nikuonyeshe kitu cha tofauti kidogo. Pengine umeanzia kwenyewe sio, ndio maana upate majibu. Na pengine sio tu umeanzia, ila umeleta solutions zenyewe sio. Ndio maana nimesema hivi, tuangalizie. Jamani, tuangalizie. Si ushajiona hauna akili? Sasa unataka kufeli hivi. Angalizia kwa wenye akili jamani. Ndio. Si ushajiona hauna akili? Au bado hujui? Ungekuwa nazo, si ungekuwa umeshatoka hapo kwenye kwa akili zako hizo. Si ungekuwa umeshatoka kwenye si ukubali kwamba ninazo lakini haziwezi kutatua. Akili anaona shida kweli kusema ana akili. Anyway, unazo ila umeshindwa kuzitumia eti. Amesema ya Kiswahili bwana. Unazo ila umeshindwa kuzitumia eti. Kweli lakini. Kweli. Okay. Sasa tuangalizie kwa aliyeshinda. Alifanyaje? Akasema. Akafanyaje? Akasema. Nasema mtumishi anaongea nini? Sasa kipindi kijana Yoshua anakabidhiwa madaraka, Mungu anamwapisha Yoshua sasa kwamba sasa wewe ndio utakayewaongoza hawa wana wa Israeli na utawapeleka mpaka Kanaani. Alimpa mbinu za kufanikisha mambo hayo. Alimpa mbinu kabisa. Akamwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Hakikisha kinywani mwako pamejaa kitabu hiki cha Torati. Kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Ile iko namba 2. Namba 1 aliambiwa kisiondoke, manake utakapokuwa unataka kunena, hakikisha hauneni neno ambalo limekiondoa kitabu cha Torati. Hakikisha hauneni neno ambalo haliendani na kitabu hiki cha Torati. Kisiondoke kinywani mwako. Hakikisha haukai kimya, lakini kinywani mwako kunasema yale niliyoyasema mimi katika kitabu hiki cha Torati. Kisiondoke kinywani. Hiyo ndio kanuni namba 1 aliambiwa. Kisiondoke kinywani mwako, bali kanuni namba 2, yatafakari maneno yake mchana na usiku. Akapewa kanuni namba 3, upate kuangalia kutenda sawa sawa na yote yaliyoandikwa humo. Kanuni namba 3. Sasa sisi tunadanganyana, tunasema hivi, kutenda ndo cha kwanza. Fanya bidii, uwe na bidii, uwe jitume. We amna. Cha kwanza ni ongea. Sawa? Nikupe mfano huu. Kwa sababu nataka nikuonyeshe kitu kwamba dunia hii inaitikia maneno kuliko matendo, au inaitikia maneno kuliko mawazo. Iko hivi. Ukiwa kuna binti moja mzuri sana, mrembo moja mzuri sana, ukampenda. Sawa? Au wewe binti akakupenda kijana mmoja mzuri sana.
akawa anakuletea zawadi, anakusalimia, ila aseme kitu. Hivyo tu. Siku zinaenda. Hivi kama itakuwa mtindo wake ndio huo miaka yote, kuna namna ambavyo mtaoana? Haipo. Ni kweli kwamba haipo. Hakuna siku utajibeba kwamba ngoja niende ndo nimwambie ndo umeshanioa. Hamna. Lakini na wewe mwanaume, hakuna namna ambavyo yule binti ndo utakuwa umeshamuoa kwa staili hiyo. Hamna. Mpaka siku utakapofanyaje? Tamka. Kwa nini? Zawadi sio kwamba haziongei, zinaongea, lakini hazina mamlaka ya kutoa kauli ya mwisho. Unanipata? Sio kwamba umpendi kwenye mawazo yako, unampenda, lakini mawazo pia hapa duniani hayana mamlaka ya kutoa kauli ya mwisho. Mawazo yana mamlaka kutoa kauli ya mwisho wapi? Mbinguni. Biblia inasema shetani aliwaza moyoni mwake kwamba nitakiinua kiti changu kuliko nyota za mbinguni. Alivyowaza moyoni mwake, akapigwa na kufukuzwa na kushushwa chini mpaka leo. Kwa sababu mbinguni, mbingu inaitikia mawazo. Mawazo ndo kauli ya mwisho mbinguni. Yesu akasema amtazamie mwanamke kwa kumtamani, ameshazini naye moyoni mwake. Kwa level za mbingu, kwa level za Yesu, kwa level za kimbingu ameshazini, kwa sababu mbingu mawazo ni kauli ya mwisho. Lakini dunia hii maneno ndio kauli ya mwisho, ndio msemaji wa mwisho. Kwa hiyo Mungu alipokuwa katika hali ambayo inahitaji masahihisho, inahitaji marekebisho, inahitaji, kwa sababu kuna mambo yameenda ndivyo sivyo, alichokifanya alifungua kinywa chake akasema. Hebu kwa dakika moja fungua kinywa chako, sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hafi moyo mtu hapa. Sintakufa moyo, jibu langu lipo na ninalipata kwa jina la Yesu. Amen. Okay. Waniendelee. Kwa hiyo Mungu akasema, sio akasikitika. Kusikitika alijua hakutasaidia lolote. Wengine bado anipati. Anyway, huyu ni Yesu. Amekuja kututembelea sasa, tuko tumefiwa na Lazaro. Huyo anafika kablini. Alikaa kimya? No. Aliita, Lazaro, njoo huku nje. Bwana Lazaro, njoo huku nje. Akatoka yule maiti. Kwani yule maiti, mawazo ya Yesu si alikuwa tayari ya kumfufua, tayari alikuwa ameshatangulia, na alikuwa ameshawaambia kule, mimi ndimi ufufuo na uzima, na aliombea Lazaro atafufuka leo. Sio nipata. Lakini ilibidi afanyaje? Akasema. So mimi nataka nikuulize swali. Unasema nini juu ya changamoto zako? Unasema nini juu ya mambo yanayoendelea? Unasema nini juu ya vitu ambavyo umeshindwa? Unasema nini juu ya mambo ambayo yamekuendea ndivyo sivyo? Unasema nini? Kama hausemi chochote, basi umeshindwa hata kuangalizia, rafiki yangu. Kama usemi chochote, basi umeshindwa hata kufanyaje? Hata kuangalizia tu kwamba Bwana, ngoja niangalizie kwa Yesu, ngoja niangalizie kwa Mungu, yeye alifanyaje? Kumbe alisema. Lakini kuna wale ambao, Mungu wangu, bora hata wangekaa kimya. Wao ndio wanaanza kujinenea, wanamsupport shetani, wanaanza kujinenea mabaya. Mimi ni wa hivi tu. Hata babu yangu alikuwa hivyo hivyo. Hata mamangu alikufa na kansa. Aliyekuambia mama yako kufa na kansa ni tiketi ya wewe kufa na kansa. Who told you? Mungu alimuuliza Adamu, ni nani aliyekuambia ya kwamba uko uchi wewe? Ni nani aliyekuambia? Maana masikio yako siku hizi umempa nani? Kwa hiyo nawe nani kakwambia? Kwa hiyo badala ya kusema hovyo hovyo. Nataka nikuonyeshe kitabu kimoja hapa, alafu nikuongoze katika maombi. Maombi. Okay, 3 ni Waebrania 3. Waebrania 3 mstari wa kwanza. Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni, waenda mbinguni, haleluya. Wenye kushiriki mwito wa wapi? Mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo. Kuhani mkuu wa nini? Wa maungamo yetu Yesu. Yesu ni kuhani mkuu wa maungamo. Maungamo manake nini? Manake kusema maneno yale, kuyarudia. Yapi? Yale aliyoyasema Yesu mwenyewe, yale ambayo neno lake limesema kuhusu sisi. Sio yale aliyosema daktari, sio yale waliosoa na kusema hapo mtaani, sio yale wanaokusema rafiki zako. Ndio utapofeli sasa.
Mtafakarini sana kuhani mkuu wa maungamo yetu. Yesu ni kuhani mkuu wa maungamo yetu. Amina. Na sivyo tu, damu yake inanena mema mpaka sasa kwa ajili yetu. Kwa sisi ni swala la kuipa mwangwi damu ya Yesu yale ambayo inayanena kwa ajili yetu mema. Biblia imesema, usianze kusema sijui mimi sijui hata inanena nini. Ujui. Sawa, ujui inanena mema. Angalizia sasa. Haleluya. Sema katika jina la Yesu. Nataka tumalize kipindi chetu cha leo, tutaendelea tena kesho. Sema katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, nimesikia neno la Mungu, nimeelewa neno la Mungu ya kwamba mambo yalipoharibika kwa Mungu alifanya nini? Hakulaumu, hakupaniki, hakuzila, hakuwaza kujiua. Hapana. Lakini alitulia, akafungua kinywa chake, akaanza kusema iwe nuru, ikawa hivyo. Nami katika jina la Yesu Kristo nimetambua ya kwamba damu ya Yesu Kristo iko upande wangu, inanena mema. Damu ya Yesu Kristo iko upande wangu, inanena mema kuliko ile Habili, kuliko ile Habili. Kwa jina la Yesu Kristo naipa mwangwi damu ya Yesu. Ninaungana na damu ya Yesu katika kujinenea mema. Ninaungana na damu ya Yesu katika kujinenea mema, ya kwamba haya matatizo sijahamia hapa, kama Daudi alivyosema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Na mimi natangaza nilikuwa ninapita hapa, na sasa natoka kwa jina la Yesu. Na sasa natoka kwa jina la Yesu. Na sasa natoka kwa jina la Yesu. Mimi sio wa kushindwa na hili, mimi ni mshindi juu yake. Katika jina la Yesu Kristo nimepewa ushindi na Yesu Kristo. Hakuna tatizo lolote litakalo nifanya niinamishe kichwa changu chini. Hakuna tatizo lolote litakalo nifanya nisikitike. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Nazareti. Oh, thank you Jesus. Unafahamu ni jambo gani ambalo ungependa liingie katika mabadiliko na unaona limeenda ndivyo sivyo? Nataka ulinenee hilo opposite. Ulinenee kwamba linafufuka, lile ambalo limekufa, lile ambalo lina hali mbaya, ulinenee kwamba liko salama. Lile ulitamkie uzima, ulitamkie afya, ulitamkie kuhuishwa tena. Kwa jina la Yesu Kristo linahuishwa tena, linafufuka tena, linatembea tena. Katika jina la Yesu Kristo narudi tena kwenye mstari. Katika jina la Yesu narudi tena kwenye mstari. Ikiwa ni mstari wa biashara, mstari wa mahusiano na ndoa, ninarudi tena katika jina la Yesu na ninafanikisha kila kitu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Haleluya. Mungu Baba wa mbinguni akubariki sana. Nikualike kesho saa 11 alfajiri tutakuwa na maombi hapa. Ubarikiwe sana Yesu Kristo Nazareti. Amen. Yes, tutakuwa hapa, lakini pia tunakuwepo katika Nabii Grit YouTube. God bless you so much. Hallelujah. Amina.